Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limesema linawashikilia David Mwakalinga mwenye umri wa miaka 63 na Sala Ngama mwenye umri wa miaka 52 ambao ni mume na mke, wote wakazi wa Mji Mwema Lubele wilayani Kyela kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao aitwaye Godiliva Mwakalinga mwenye umri wa miaka 17, mkazi wa Mji Mwema. Jeshi la polisi limesema tukio hilo lilibainika Agosti 7 mwaka 2026 maeneo Mji Mwema Lubele, kata Ikimba, tarafa ya Nyakyusa, wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya, ikidaiwa kuwa baba mzazi wa mtoto huyo aitwaye David Mwakalinga mwenye umri wa miaka 63 kwa kushirikiana na mama wa kambo wa mtoto huyo aitwaye Sara Ngama mwenye umri wa miaka 52 walimfunga mhanga mnyororo miguuni na kisha kubana kwa kufuli mbili na kumweka ndani katika chumba cha peke yake. Taarifa hiyo imeeleza kuwa jeshi la polisi baada ya kupata taarifa za siri kutoka kwa raia mwema lilianza ufuatiliaji na kufanikiwa kufika nyumbani kwa watumiwa na kukuta mhanga akiwa amefungwa mnyororo wenye kufuli mbili na kufungiwa katika chumba cha peke yake kwa madai kuwa ni kumdhibiti asitoroke kwa imani kuwa ana mapepo. Hii ni Kusaga TV na hii ni taarifa kutoka Mbeya. Mimi ni Anthony Komba. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watuhumiwa wawili, David Mwakalinga mwenye umri wa miaka 63 na Sala Ngama mwenye umri wa miaka 52 ambao ni mume na mke, wote ni wakazi wa Mji Mwema Lubale wilayani Kyela katika mkoa wa Mbeya. Hawa wanashikiliwa kwa tuhuma za kumfanyia vitendo vya ukatili mtoto wao Godiliva Mwakalinga mwenye umri wa miaka 17, na hawa wote ni wakazi wa Mji Mwema Lubale katika wilaya ya Kyela. Tukio hilo lilitokea tarehe 7 Agosti mwaka 2026 maeneo ya Mji Mwema Lubale, kata Ikimba, tarafa ya Nyakyusa, wilaya ya Kyela katika mkoa wa Mbeya. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa ambaye ni baba mzazi wa mtoto huyo aitwaye David Mwakalinga mwenye umri wa miaka 63 kwa kushirikiana na mama yake wa kambo wa mtoto huyo aitwaye Sala Ngama mwenye umri wa miaka 52 walimfunga mhanga mnyororo miguuni na kisha kubana kwa kufuli na kumweka ndani katika chumba cha peke yake. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya baada ya kupata taarifa hizi za siri lilianza ufuatiliaji, ikiwemo kufika kwenye makazi ya watuhumiwa na kukuta mtoto huyo akiwa amefungwa mnyororo wenye kufuli mbili na kufungiwa katika chumba cha peke yake kwa madai kuwa wanamdhibiti asitoroke na kwa imani kuwa ana mapepo. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa wito kwa baadhi ya wazazi na walezi wenye tabia kama hii kutowafanyia watoto wao vitendo vya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji, kuacha mara moja, kwani ni kinyume cha sheria na maadili. Jeshi la polisi halitavumilia wala kusita kuchukua hatua za kisheria kwa yeyote atakayebainika kutenda vitendo kama hivi ambavyo wamefanya hawa watuhumiwa.